Baada ya ngoja ya muda, hatimaye kiongozi wa CORD Raila Odinga ametoa orodha ya majina ya watu 8 anaodai ni wahusika wakuu kwenye sakata ya Eurobond. Waziri wa fedha Henry Rotich, katibu wa fedha Dr. Kamau Thuge na mwenyekiti wa benki kuu Mohamed Nyaoga ni miongoni mwa wanane hao. Jeff Kirui na maelezo zaidi. You can see that document is heavily redacted. There's something which was somewhere down there which was erased. You can easily see it. Therein lies the secrets. Sakata ya Eurobond inaendelea kusisimua umma, huku kiongozi wa CORD Raila Odinga akitoa ufafanuzi zaidi hasa kuhusu madai ya kutoweka kwa fedha za mkopo huo kwa njia ya kutatanisha. Kwenye hotuba yake hii leo, siku chache baada ya afisi ya kiongozi wa mashtaka Keriako Tobiko kudokeza kuwa hamna pesa zozote zilizopotea na kutoa agizo kwa tume ya EACC kufunga kesi hiyo, Raila ametoa orodha yanayodai kuhusika pakubwa kwenye sakata hiyo. The DPP is saying that the files should be closed. Sorry, the EACC is saying the files should be closed. But at the same time, they are directing the Auditor General to carry out investigations, to audit the projects and so on. If there is no culpability, if there is no offense, then why should you bother the Auditor General with any kind of investigations? It's a PR exercise. Orodha hiyo ya watu 8 ni Joseph Kinyua, mkuu wa utumishi wa umma, waziri wa fedha Henry Rotich, katibu katika wizara ya fedha Daktari Kamau Thuge, mhasibu mkuu katika wizara ya fedha Bernard Ndung'u, aliyekuwa mkuu wa benki kuu Profesa Njuguna Ndung'u, kaimu mkurugenzi wa masuala ya fedha John Birech, meneja wa benki kuu Moses Mudhui na mwenyekiti wa benki kuu Jairus Mohamed Nyaoga. Demand that the top national treasury officials, namely the cabinet secretary Mr. Henry Rotich, the principal secretary Dr. Kamau Thuge, and the accountant general Mr. Bernard Ndung'u resign immediately and be arraigned in court. Aidha, Raila ametoa changamoto kwa benki ya kigeni aliyohitaji kuhusika katika kuhamisha pesa kutoka akaunti moja hadi nyingine. The Federal Reserve Bank of New York should give a full account of where the Eurobond proceeds went after they were deposited in that account. We challenge the Federal Reserve Bank of New York to come out clearly and demonstrate that it was not a party to what is clearly an elaborate money laundering scheme by producing bank statements. Jeff Kirui, KTN leo.